Karibu katika sehemu ya pili, na tunaendelea na pale tulipoishia sehemu iliyopita. Prince Kit aliporejea ikulu, mawazo yake yote yalikuwa yametekwa na binti huyo mrembo na mwenye ujasiri aliyekutana naye msituni. Hata hivyo, majukumu makubwa ya kifalme yalikabili familia ya kifalme. Baba yake Kit, mfalme mzee, alikuwa na afya mbaya na alikuwa anajua kuwa siku zake za kutawala zilikuwa zinakaribia mwisho. Mfalme na mshauri wake mkuu, Grand Duke, walitaka Kit awe binti wa kifalme kutoka nchi nyingine yenye nguvu kama vile binti Chelina wa Zaragoza, ili kuimarisha ufalme kijeshi na kiuchumi kupitia ndoa ya kisiasa. Lakini Kit, ambaye alikuwa ameguswa sana na maneno na wema wa Ella, alikataa wazo la kuoa kwa sababu za kisiasa tu bila kuwepo wa upendo wa dhati. Alitamani kumuona tena msichana wa msituni, lakini hakuwa anajua jina lake wala mahali anapoishi. Ili kupata fursa ya kumtafuta binti huyo, Kit alimshawishi baba yake mfalme kumpa fursa ya kuandaa sherehe kubwa ya dansi la kifalme, Royal Ball, katika ikulu. Kit alipendekeza jambo ambalo halikuwahi kutendeka katika historia ya ufalme huo. Badala ya kuwasaidia na kuwaalika tu mabinti wa tabaka la juu na makabaila, sherehe hiyo ingekuwa wazi kwa mabinti wote wa ufalme huo, iwe ni mabinti wa kifalme, mabinti wa makabaila au mabinti wa wananchi wa kawaida na watumishi. Grand Duke alipinga sana wazo hili, akiona kuwa linavunja mila na heshima ya kifalme. Lakini mfalme mzee, akitambua kuwa mwanaye alikuwa akitafuta upendo wa dhati, alimkubalia Kit na kutoa amri ya kifalme. Tangazo la kifalme lilipotolewa na kutangazwa katika kila kona ya ufalme kupitia wapiga parapanda, lilileta msisimko na furaha kubwa mno. Kila msichana katika ufalme alikuwa akitazamia kwenda ikulu kucheza dansi na Prince Kit, akitumaini kuwa anaweza kuchaguliwa kuwa mke wa mwana wa mfalme. Habari hizo zilipofika katika nyumba ya kina Ella, ziliamsha tafarani na msisimko mkubwa. Anastasia na Drizella walianza kupiga kelele kwa furaha, wakiamini bila shaka kuwa mmoja wao atachaguliwa na Prince Kit. Lady Tremaine alianza mara moja kupanga mipango ya kibiashara na kisiasa, akijua kuwa kama mmoja wa binti zake ataolewa na Prince Kit, familia yao ingekuwa na nguvu na utajiri mkubwa zaidi katika ufalme. Siku zilizofuata zilikuwa za mahangaiko makubwa. Lady Tremaine alitumia fedha nyingi kuagiza vitambaa vya hariri vya ghali, lace na vito vya thamani kutoka kwa mafundi cherehani maarufu zaidi mijini. Ella alilazimika kufanya kazi mara 2 zaidi ya kawaida. Alitakiwa kushona, kuboresha na kurekebisha nguo za Anastasia na Drizella, kupiga pasi nguo zao, kuwasaidia kujaribu mavazi na mtindo wa nywele, na kuvumilia malalamiko na kelele zao zisizo na mwisho. Pamoja na kazi hizo zote ngumu, Ella naye alijisikia furaha kubwa na matumaini moyoni mwake. Ella hakuwa anajua kuwa kijana aliyekutana naye msituni, aitwaye Kit, alikuwa ndiye Prince Kit mwenyewe. Alifikiri tu kuwa Kit alikuwa mtumishi wa ikulu, na kwamba kupitia sherehe hiyo iliyo wazi kwa kila mtu, atapata fursa ya kwenda ikulu na kukutana naye tena. Ombi la Ella lilikuwa tu kuonana tena na kijana huyo aliyeteka moyo wake. Ili kuwa na vazi la kuvaa katika sherehe hiyo, Ella alikwenda kwenye sanduku la zamani la mama yake na kutoa nguo ya zamani ya rangi ya pinki iliyokuwa ya mama yake kipenzi. Ella aliamua kuirekebisha nguo hiyo kwa mkono wake mwenyewe, ukiongeza ribbons na lace za purpuli ili kuifanya ionekane ya kisasa na ya kupendeza. Panya wadogo marafiki zake, Gus na Jacqueline, walimsaidia kwa furaha kuokota vipande vya lace na ribbons zilizotupwa na dada zake wa kambo ili kupamba nguo hiyo. Ella alifanya kazi hiyo usiku kucha baada ya kumaliza kazi zote za nyumbani, moyo wake ukiwa umejaa matumaini na furaha ya kukutana tena na Kit. Siku iliyosubiriwa kwa hamu kubwa hatimaye iliwadia. Nyumba nzima ilikuwa katika taharuki ya maandalizi ya mwisho. Gari la kifahari la kukokotwa na farasi liliwasili langoni ili kuwachukua Lady Tremaine, Anastasia na Drizella kwenda ikulu. Dada wa kambo walikuwa wamevalia nguo za kifahari za rangi zinazong'aa kwa ukali na vito vingi, wakijigamba na kujipendekeza mbele ya vioo. Wakati wakiwa tayari kuondoka, Ella alishuka kutoka ghorofa ya juu ya attic akiwa amevalia nguo ya mama yake aliyoirekebisha kwa umakini mkubwa. Nguo hiyo, pamoja na kwamba haikuwa ya ghali kama za dada zake, ilimkaa vizuri sana na kuonyesha urembo wake wa asili, unyenyekevu na heshima yake. Ella alisimama mbele ya familia yake ya kambo na kusema kwa tabasamu la matumaini, "Mimi pia niko tayari kwenda kwenye sherehe ya dansi." Tangazo la mfalme lilisema mabinti wote wa ufalme wamealikwa. Kutokea kwa Ella kuliwashtua na kuwakasirisha sana Lady Tremaine na binti zake. Anastasia na Drizella walitazama kwa wivu mkubwa jinsi Ella alivyokuwa mrembo kupindukia katika nguo hiyo rahisi, na walitambua kuwa presence ya Ella ikulu ingeweza kuwaziba kabisa mwanga wao na kuwafanya wasionekane mbele ya Prince Kit. Lady Tremaine, akiwa na moyo uliojaa ushetani na wivu, alitazama nguo ya Ella na kusema kwa sauti ya kebehi, "Nguo hiyo ni ya zamani sana na haistahili kuonekana ikulu. Na zaidi ya hayo, ribbons hizi unazotumia, Drizella, kwani hizi si ribbons zako ulizotupa leo asubuhi?" Drizella, akipata fursa ya kufanya ukatili, alipiga kelele, "Ndiyo, ni ribbons zangu, mwizi wewe." Anastasia naye akaingilia kati, "Na lace hii ni yangu pia."
Kabla Ella hajajitetea, Anastasia na Drizella walimrukia Ella kwa ukatili mkubwa. Walianza kuichana nguo yake vipande vipande, wakivua ribbons, kukata vitambaa na kubomoa kila kilichotengenezwa kwa juhudi kubwa na Ella. Ella alijaribu kujilinda na kusihi, lakini dada zake wa kambo hawakuwa na huruma. Lady Tremaine alisimama pembeni akitazama kwa tabasamu la ushindi bila kuwakanya binti zake. Ndani ya dakika chache, nguo nzuri ya mama yake Ella iligeuzwa kuwa msambaratiko wa vitambaa vilivyochaniwa. Anastasia na Drizella walicheka kwa sauti ya dharau, wakiwa wameacha Ella akiwa amepiga magoti chini, nguo yake imevunjika, moyo wake ukiwa umevunjika vibaya sana. Lady Tremaine alimkaribia Ella na kumwambia kwa sauti ya baridi iliyojaa ukatili, "Cinderella, msichana wa maji kama wewe hana nafasi Ikulu. Baki hapa na usafishe nyumba." Kisha waliondoka kwa majivuno na kufunga mlango mkubwa wa nyumba, wakimwacha Ella peke yake katika giza na huzuni. Ella, akiwa hawezi tena kuvumilia maumivu ya moyo wake, alikimbilia katika bustani ya nyumba. Alipiga magoti karibu na benchi la mawe na kulia kwa uchungu mwingi, machozi yakimwagika bila kukoma. Kwa mara ya kwanza katika maisha yake, ujasiri na matumaini ya Ella yalionekana kutoweka. Alilia akisema, "Siwezi tena. Imekuwa vigumu mno. Mwamukwa, mama yangu, siwezi tena kuwa na ujasiri na wema." Ghafla, wakati Ella akiwa katika hali hiyo ya kukata tamaa, sauti ya upole wa mwanamke mzee ilisikika kutoka gizani mwa bustani. "Hujambo binti mzuri. Unaweza kumpa mwanamke mzee maskini na mwenye kiu kikombe cha maziwa?" Ella alishangaa na kuinua kichwa chake. Alimwona mwanamke mzee aliyevalia nguo zilizochakaa na zilizojaa vumbi, akiwa anaonekana kama ombaomba wa barabarani. Pamoja na kwamba Ella alikuwa katika maumivu makubwa ya moyo wake mwenyewe, wema na huruma vilivyokuwa asili ya roho yake vilimfanya asimwache mzee huyo bila msaada. Ella alifuta machozi yake, akatabasamu kwa upole na kusema, "Sawa bibi, ngoja nikuletee maziwa mara moja." Ella alikwenda jikoni na kumletea mzee huyo kikombe cha maziwa safi na baridi. Mzee huyo alikunywa maziwa hayo na kutabasamu kwa furaha. Kisha alitazama machoni mwa Ella na kusema, "Wewe ni msichana mkarimu na mwema sana. Hata katika huzuni yako kubwa, hukusahau kuonyesha wema kwa mgeni. Na sasa ni zamu yangu kukusaidia." Kabla Ella hajadhani nini kinatokea, mwanamke huyo mzee alianza kubadilika ghafla. Mavazi yake ya zamani yalibadilika na kuwa nguo nzuri sana inayong'aa kwa mwanga wa fedha na dhahabu, na fimbo ndogo ya kichawi ikatokea mkononi mwake. Mwanamke huyo hakuwa ombaomba wa kawaida, bali alikuwa ni Fairy Godmother, mama mlezi wa muujiza wa Ella. Fairy Godmother alitabasamu na kusema, "Ni wakati wa wewe kwenda kwenye sherehe ya dansi Cinderella." Kwa kutumia fimbo yake ya kichawi na maneno ya miujiza ya Bibidi Bobidi Boo, alianza kutenda miujiza ya ajabu katika bustani hiyo. Kwanza, alichukua boga kubwa au pumpkin kutoka shambani. Kwa mguso wa fimbo yake, boga hilo lilianza kukua, kubadilika umbo na kuwa gari la kifahari la dhahabu linalong'aa kama jua. Pili, aliwachukua panya wadogo marafiki wa Ella, Gus, Jacqueline na wengine wawili, na kuwabadilisha kuwa farasi wanne wakubwa na weupe wa kifahari wa kukokota gari hilo. Tatu, alichukua mijusi wawili kutoka ukutani na kuwabadilisha kuwa watumishi wawili wa nyuma wa gari au footmen waliovaa sare za kijani. Nne, alimchukua bata mzinga au goose na kumbadilisha kuwa mwendesha gari au coachman mwenye sharubu kubwa. Ella alitazama miujiza hiyo kwa macho yaliyopanuka kwa mshangao na furaha tele. Lakini kisha alitazama nguo yake iliyochaniwa na kusema, "Lakini bado sina nguo ya kuvaa." Fairy Godmother alitabasamu na kusema, "Hilo ndilo jambo rahisi zaidi." Fairy Godmother alizungusha fimbo yake ya kichawi kuzunguka mwili wa Ella. Katika mlipuko wa mwanga unaong'aa na chembechembe za kichawi, nguo iliyochaniwa ya Ella ilitoweka na badala yake ikatokea nguo ya ajabu zaidi kuwahi kuonekana ulimwenguni. Ilikuwa ni nguo ndefu ya kifahari ya rangi ya samawati au shimmering blue gown iliyokuwa iking'aa kama nyota za angani, yenye safu nyingi za vitambaa laini vilivyopepea kwa uzuri mkubwa. Kisha Fairy Godmother alitazama miguu ya Ella na kubaini kuwa alikuwa peku. Kwa mguso mwingine wa kichawi, alitengeneza jozi ya viatu vya kioo au glass slippers, viatu vilivyokuwa vimetengenezwa kwa kioo kisichoweza kuvunjika, viking'aa kwa uzuri wa ajabu na kumkaa Ella kwa ukamilifu kabisa. Ella alijitazama kwenye kioo na kushindwa kuamini macho yake. Alikuwa anaonekana kama binti wa kifalme kutoka mbinguni. Hata hivyo, kabla Ella hajapanda kwenye gari lake la dhahabu, Fairy Godmother alimpa onyo moja muhimu sana na la mwisho. "Kumbuka Cinderella, miujiza hii yote ina kikomo cha muda. Punde tu saa ya Ikulu itakapopiga saa 6 kamili usiku, uchawi huu wote utaisha. Gari litarejea kuwa boga, farasi watakuwa panya, watumishi watakuwa mijusi, mwendesha gari atakuwa bata, na nguo yako itarudi kuwa nguo za zamani. Lazima uondoke kwenye sherehe hiyo kabla ya saa 6 usiku." Ella aliahidi kukumbuka onyo hilo kwa umakini mkubwa. Alipanda kwenye gari lake la dhahabu na gari likaanza kuondoka kwa kasi kuelekea ikulu ya kifalme, huku moyo wa Ella ukidunda kwa matumaini na msisiko mkubwa. Ikulu ya kifalme ilikuwa imepambwa kwa taa 60,000 zilizong'aa, maua yenye harufu nzuri na mziki mwanana wa bendi ya kifalme. Ukumbi mkubwa wa dansi ulikuwa umejaa wageni wa tabaka mbalimbali kutoka pande zote za ufalme, makabaila waliojitengeneza, mabinti wa kifalme kutoka nchi za kigeni na wananchi wa kawaida waliokuwa wakishangaa uzuri wa ikulu. Prince Kit,
Akiwa amevalia vazi lake rasmi la kifalme la rangi ya nyeupe na dhahabu, alikuwa amesimama karibu na mfalme mzee na Grand Duke akiwasalimia wageni. Hata hivyo, macho ya Kit yalikuwa yakitazama lango kuu la ukumbi kila wakati, akitafuta sura ya msichana aliyokutana naye msituni. Binti Chelina wa Zaragoza na mabinti wengine wengi walijaribu kuvuta makini ya Kit na kucheza naye, lakini Kit alionyesha nidhamu ya kiasi tu, huku moyo wake ukiwa mbali. Anastasia na Drizella nao walikuwa wakifanya vioja ukumbini, wakigombania tahadhari ya watu, lakini wakionekana wa kusuasua. Ghafla, trumpets za kifalme zilisikika zikitangaza kuwasili wa mgeni mpya asiyetarajiwa. Sauti zote ukumbini zilinyamaza kimya kabisa. Milango mikubwa ya ukumbi wa dansi ilifunguka na Ella, Cinderella, alipiga hatua na kuingia ndani. Kuingia kwa Ella kuliweka ukumbi mzima katika mshangao mkubwa unaoweza kukatwa kwa kisu. Kila mtu, kuanzia mabinti wa kifalme, makabaila, watumishi mpaka Grand Duke, alitazama kwa mshangao na hayati. Ella alionekana mrembo, mwenye nuru na mtukufu kuliko mwanamke yeyote aliyewahi kukanyaga ukumbi huo. Nguo yake ya samawati iling'aa chini ya taa za kioo na viatu vyake vya kioo vilitoa sauti mwanana kwenye sakafu ya marmaru. Lady Tremaine, Anastasia na Drizella walitazama kwa kinywa wazi, wakihisi sura hiyo inafanana na Ella, lakini wakakataa kuamini kuwa msichana huyo wa kifahari anaweza kuwa Cinderella wao wajivu. Prince Kit alipotazama mlangoni na kumwona Ella, moyo wake uliruka kwa furaha kubwa iliyoje. Alitambua mara moja macho hayo ya wema na ujasiri. Kit alishuka ngazi ndefu za marmaru bila kusita, akitembea moja kwa moja kuelekea kwa Ella, huku ukumbi mzima ukiwa umebaki kimya ukiitazama. Kit alimfikia Ella, akamwelea mkono wake kwa heshima kubwa na kusema kwa sauti iliyojaa mahaba na unyenyekevu, "Umekuja, nimekutafuta kila mahali." Ella alitabasamu kwa aibu na furaha, akijibu, "Nilikuwa na matumaini ya kukutana nawe tena, Kit." Hapa ndipo Ella alipogundua rasmi ukweli wa mambo. Kijana huyo aliyefikiri ni mtumishi wa msituni hakuwa mwingine bali alikuwa ni Prince Kit, mwana wa mfalme wa nchi hiyo. Kit alimshika Ella mkono na kumwomba dansi la kwanza. Mziki mwanana wa waltz ulianza kupigwa na orkestra ya kifalme. Kit na Ella waliongoza dansi katikati ya ukumbi. Walizunguka na kucheza kwa ustadi, uzuri na mahadhi ya ajabu mno, kana kwamba walikuwa wakielea angani. Kila mtu ukumbini alisita kucheza na kubaki akiwatazama kwa mshangao na furaha. Njia yao ya kucheza ilionyesha wazi upendo wa dhati, heshima na muunganiko wa nafsi zao mbili. Baada ya dansi hiyo ya kuvutia, Kit alimchukua Ella na kumpeleka kwenye bustani za siri za ikulu ili kupata utulivu na kuzungumza kwa faragha. Katika bustani hiyo yenye mwanga wa mwezi na harufu ya maua ya usiku, walizungumza kwa undani kuhusu maisha yao, matumaini yao na ndoto zao. Kit alimwonyesha Ella X-Swing, dola la dhahabu la michezo kwenye bustani hiyo, na Ella alipanda huku Kit akimfanya acheze kwa furaha. Ni hapa ambapo Ella alimvua kiatu chake cha kioo kwa muda ili kucheza kwenye nyasi, na Kit alikichukua kiatu hicho na kumvalisha mguuni kwa unyenyekevu mkubwa. Upendo kati yao ulistawi na kuwa mzito zaidi. Kit alimweleza Ella jinsi alivyokuwa amebadili mtazamo wake wa maisha na jinsi alivyompenda, si kwa sababu ya uzuri wake pekee, bali kwa sababu ya moyo wake mwema na ujasiri wake. Ella naye alihisi kupendwa na kuheshimiwa jinsi alivyo, bila kujali umaskini au mateso aliyoyapitia. Hata hivyo, wakati hisia za mahaba zikiwa zimefikia kileleni na Kit akiwa anajiandaa kumwomba Ella amweleze jina lake halisi ili aweze kumposa, ghafla sauti nene na nzito ya saa kubwa ya mnara wa ikulu ilianza kuvuma usiku huo. Dong, dong, dong. Saa ya ikulu ilikuwa imeanza kupiga saa 6 kamili usiku. Onyo la Fairy Godmother lilimrejea Ella kama umeme akilini mwake. Uchawi ulikuwa karibu kuisha. Sauti ya kengele ya saa ikipiga saa 6 usiku ilimshitua sana Ella na kumjaza hofu kubwa. Alijua kuwa ndani ya dakika chache tu mavazi yake ya kifahari yangegeuka kuwa nguo zake zilizochakaa za majivu na gari lake la dhahabu lingerejea kuwa boga. Asingeweza kuruhusu Prince Kit na ufalme mzima kumuona akiwa katika hali hiyo ya mtumishi wa majivu na kugundua siri yake. Ella alimshika Kit mikono na kusema kwa taharuki na huzuni, "Inabidi niondoke sasa hivi." Kit alishangaa na kumshika mkono akisema, "Kwa nini? Kwani kuna nini? Hujaniambia hata jina lako." Ella alijinasua kutoka mkononi mwa Kit na kuanza kukimbia kwa kasi kubwa kuelekea nje ya bustani na kupitia ukumbi wa ikulu. Kit alikimbia kumfuatilia akipiga kelele, "Subiri, tafadhali usiondoke." Ella alikimbia kupitia ukumbi uliokuwa umejaa wageni waliopigwa na mshtuko. Alikimbilia kwenye ngazi ndefu za marumaru za nje zinazoelekea ambapo gari lake lilikuwa linamsubiri. Wakati anakimbia kwa kasi kushuka kwenye ngazi hizo za marumaru zenye utelezi, mguu mmoja wa Ella ulistukiza na kiatu kimoja cha kioo kikachomoka mguuni mwake na kubaki kikiporomoka kwenye ngazi. Ella aligeuka na kutazama kiatu hicho kwa sekunde moja, lakini sauti ya kengele ya saa ikipiga pigo la 5 na la 6 ilimfanya atambue kuwa hakuwa na muda wa kurudi kukichukua. Alilazimika kukiacha kiatu hicho cha kioo kwenye ngazi na kuendelea kukimbia, mguu mmoja ukiwa peku. Je, unafikiri ni nini kitatokea baadaye basi?
Usikose sehemu inayofuata ili kujua nini kitatokea mbeleni. Kama ndio mara yako ya kwanza kukutana na channel hii, basi bado hujachelewa mwanetu. Bonyeza kitufe cha subscribe na turn on notifications bell ili usipitwe na sehemu inayofuata.